Mpendo wa msikilizaji na mtazamaji wa vipindi vyetu, karibu katika masomo ya kesha la asubuhi lenye kichwa Muinue Yesu juu. Hivyo hapo ulipo kaa usibanduke, ni kusihi tu makinika nasi hadi tamati. Piga panana ya makelele, Yesu yuaja tena. Ipaza sauti, imba sana. Yesu yuaja tena. Anakuja, anakuja. Yesu yuaja tena. Na ikiwa ni Juni 27, elimu ya juu kuliko zote. Tena tusichoke katika kutenda mema, maana tutavuna kwa wakati wake tusipozimia roho. Wagalatia 6:9. Na tuombe. Asante Baba kwa asubuhi njema. Asante kwa baraka zako. Tunapojifunza maandiko yako tuongoze kupitia jina lako Yesu Kristo. Amen. Kristo anatuita tufanye kazi kwa subira na saburi kwa ajili ya maelfu wanaoangamia katika dhambi zao, waliotawanyika katika nchi zote kama ajali kwenye ufuo wa jangwa. Wale wanaoshiriki utukufu wa Kristo lazima washiriki pia katika huduma yake, wakiwasaidia wanyonge, wenye huzuni na waliokata tamaa. Hebu wale wanaochukua kazi hii wafanye maisha ya Kristo kuwa fundisho lao la kudumu. Hebu wawe wenye bidii sana, wakitumia kila uwezo katika utumishi wa Bwana. Matokeo ya thamani yatafuatia juhudi za dhati zisizo na ubinafsi. Watenda kazi watapokea kutoka kwa mwalimu bora kabisa elimu ya juu zaidi kuliko zote. Lakini wale ambao hawatoi nuru walioipokea siku moja watatambua kuwa wamepata hasara ya kutisha. Wanadamu hawana haki ya kufikiri kwamba kuna kikomo kwenye juhudi wanazopaswa kufanya katika kazi ya kuokoa roho. Je, Kristo aliwahi kuchoka katika kazi yake? Je, aliwahi kurudi nyuma kutoka kwenye kujitoa dhabihu na dhiki? Washiriki wa kanisa wanapaswa kuweka mbele juhudi endelevu na za kudumu ambazo yeye aliziweka. Wanapaswa kuwa tayari siku zote, kuanza kutenda haraka katika kuzitii amri za Bwana. Popote tunapoona kazi inasubiri kutekelezwa, tunapaswa kuichukua na kuifanya, huku tukidumu kumtazama Yesu. Ikiwa washiriki wa kanisa letu wangetii maagizo haya, mamia ya watu wangevutwa kwa Yesu. Ikiwa kila mshiriki wa kanisa angekuwa missionari aliye hai, Injili ingehubiriwa kwa haraka katika nchi zote, kwa watu, mataifa na lugha zote. Hebu uwezo uliotakaswa uwekwe katika kazi ya kuhubiri ukweli wa wakati huu. Ikiwa majeshi ya adui yanapata ushindi sasa, itakuwa ni kwa sababu kanisa linapuuza kazi yake lililopewa na Mungu. Kwa miaka mingi kazi imewekwa mbele yetu, lakini wengi wamekuwa usingizini. Ikiwa Waadventista wa Sabato wataamka sasa na kufanya kazi waliopewa, ukweli utawasilishwa katika miji iliyopuuzwa, katika mwelekeo wazi na dhamiri, na katika nguvu ya Roho Mtakatifu. Wakati kazi inapofanywa kwa moyo mkunjufu, ufanisi wa neema ya Kristo utaonekana. Walinzi katika kuta za Sayuni wanapaswa kuwa macho kabisa, na wanapaswa kuwaamsha wengine. Watu wa Mungu wanapaswa kuwa wenye bidii na waaminifu katika kazi yao kwa ajili yake, ili kwamba ubinafsi wote utengwe mbali na maisha yao. Kisha watenda kazi wake wataona jicho kwa jicho na mkono wa Bwana. Nguvu ambayo ilionekana katika maisha ya Yesu itadhihirishwa, imani itarejeshwa, na kisha watakuwa na umoja katika makanisa yetu yote. Kristo anaahidi kwa kila mtendakazi ufanisi wa Mungu ambao utaifanya kazi yake kufanikiwa.
utasoma Testimonies for the Church, gombo la 9, ukurasa wa 31 hadi 34. Huu ni mwisho wa somo letu la Juni 27, elimu ya juu kuliko zote. Tuombe. Asante Baba kwa somo hili zuri. Tunajikabidhi mikononi mwako. Hatuwezi kuwa watendakazi bora isipokuwa kwa uongozi wa Roho wako Mtakatifu. Tunaomba utuongoze kupitia jina lako Yesu Kristo. Amen. Barikiwa nami mwaka 2025 katika masomo haya. Anakuja, Yesu yu